Mwacheni asogee, msimzuie. Mwacheni asogee aje aelezee, msimzuie. Waambie makamanda wa mwache asogee, wasimzuie. Mwacheni aje aseme. Waambie mwacheni, msogezeni, mwacheni aje. Mwacheni, msimzuie. Mwacheni aje aseme. Haya, msogeze, mwacheni aje aseme. Msogezeni mbele hapa, aje hapa aseme. Mwacheni aje aseme, msimzuie. Mwacheni. Mpe maiki. Mpeni maiki aseme. Msogeze hapa aseme. Mwacheni aseme, msimzuie. Aya, mpeni maiki mamangu aseme. Aya, nyamaza mama, nyamaza useme. Nyamaza useme. Ninyi kwa nini mnamzuia mama? Namshukuru Mwenyezi Mungu Baba kukufahamu, nilikuwa sikujui. Naomba Mungu kunifikisha hapa mpaka nimekuona Baba. Haya, nyamaza basi, sema vizuri mama, umeshafika. Nyamaza vizuri, usilie tena, sema. Kama bado unatulizana, jitahidi tulizana, alafu useme. Mbali nimechoka Baba. Namshukuru Mwenyezi Mungu Baba kukufikisha hapa. Najua shida yangu itakuwa imeisha Baba. Haya, nyamaza ili uongee vizuri. Nimekuja kwa ajili ya kukusikiliza. Hebu nyamaza vizuri, ongea tukusikilize. Sawa Baba. Nyamaza vizuri, tulia, tulizana. Na kama unahitaji dakika kadhaa za kutulia, hapo tulia. Sogea hapa pembeni, tulia hapa. Tulia vizuri tu, tukusikilize. Sawa Baba. Sawa Baba. Haya, tuambie. Baba, tangu mwaka 1999 kuna mtu amefamia eneo letu. Tumeenda mahakamani, tumehangaika mpaka mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 21 ndio hukumu imetolewa. Tukaambia haki itabaki kwa mwenye haki, shamba ni la kwetu. Yule mtu aliingia pale shambani, ameweka zizi la ng'ombe, kila kitu, mahakamani hafiki. Tumehangaika, tumeenda mpaka kwa mkuu wa wilaya wa Kongwa. Mwaka juzi fulani hivi mkuu wa mkoa mama alikuja hapa, tukapeleka lalamiko letu. Mama akatoa tume iliyokuja juzi hapa atusaidie. Basi mpaka sasa hivi hatujapata msaada Baba. Ni eneo gani? Ni jambo gani? Ni eneo lipi? Unatokea wapi? Kata gani? Nataka kata Mtanana Baba. Mtanana. Jambo lenyewe linasemaje? Ni ardhi Baba. Nani amechukua? Mikaeli Mulichize Baba. Mikaeli yuko wapi? Sijui kama yuko hapa Baba. Mheshimiwa diwani wa Mtanana yuko wapi? Mtendaji wa kata wa Mtanana, diwani njoni hapa. Na diwani analijua Baba. Hebu tuambie ili jambo, hebu sogeni hapa. Sogea diwani Mtanana. Na mtendaji wa kata yuko wapi? Mtendaji wa kata ya Mtanana yuko wapi? Mtendaji wa kata ya Mtanana yuko wapi? Hebu Mheshimiwa diwani tuambie, wakati mtendaji anakuja, unalifahamu hilo jambo? Nalifahamu. Hebu tuambie likoje? Asante waziri mkuu. Hili jambo nalifahamu, ni kweli. Walikuwa mzee pesa mbili, huyu mtoto ni wa mzee pesa mbili, wananchi wangu wa kule Chigwingwili. Walikuwa na kesi na jamaa moja hivi ambaye alikuwa kama dalali, alimtafutiaga shamba. Sasa si malipo yao kulipana na mzee pesa mbili, ndo wakaanza kushtakiana hapo. Wameshtakiana kudai haki, wakaenda mahakamani. Kwenda mahakamani, bahati mbaya mzee alikuwa hafiki kule. Kwa hiyo hakimu, kwa maana mahakama ilisikiliza upande mmoja. Kilichotokea, akapewa haki yule jamaa alipwe gharama zake.
Walivyokwenda ilipita oda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini walimuomba ile mzee, walitoa notice ya kumlipa yule bwana gharama zake. Sasa gharama ile haikuwezwa kulipwa. Kwa hiyo ikabidi lile shamba, kwa taarifa ambazo zilikuwepo, ilibidi liuzwe kufidia hela ya yule bwana, na lilisimamiwa chini ya mtendaji wa kata kwa oda iliyotoka mahakamani. Labda aseme ile mtendaji, hebu tuambie, hebu elezea vizuri, shamba lilikuwa la nani, ikaendaje? Asante Mheshimiwa Waziri. Mimi kesi nilipoingia pale mwaka 2023 nilikuta ilikuwa ni baina ya ndugu, alikuwa anaitwa Mbijima na Pesambili. Kesi imeenda mahakamani, lakini mzee Mbijima alipokuwa akihitajika kwenda kwa ajili ya kusikiliza ile kesi alikuwa afiki. Maamuzi ya mahakama yakaamuru ile shamba liuzwe ili mzee Pesambili aweze kupewa pesa yake. Mzee Pesambili ndo alikuwa anadai. Mimi nilisimamia. Huyo ambaye mama wewe umekuja wewe, hebu tuambie wewe unaangukia upande gani? Mimi ni mtoto wa mzee Pesambili baba. Nadhani sasa umeshatulizana kidogo, ndio kaelezea. Tulizana, hebu tuambie wewe ni mzee ni mtoto wa mzee Pesambili. Ilikuwaje? Ilikuwa sisi hilo shamba baba huwa anakodishaga kila mwaka baba. Mtu akiingia pale wanafunga mkataba na baba, shamba linakodishwa, mtu akishalima kwa makubaliano ambayo tunakuwa tumekubaliana na huyo anayehitaji shamba kukodisha. Akifika pale, eneo la shamba ni ekari 86 baba. Kwa hiyo lile eneo mtu akifika pale anakodisha shamba kwa makubaliano kwamba nitalima shamba lote, alafu nikishalima shamba lote baba nitavuna mazao, labda nitakupa eka 25. Ndo tulivyokubaliana, eka 10 ya alizeti na 5 baba, eka 10 ya mahindi. Basi ikafika sehemu yule aliyekuja kukodisha lile eneo baba alikuwa ni mwalimu mmoja hapa Mtanana. Basi ilivyokodisha lile eneo, ikafikia wakati wa mavuno yameshakauka. Yalivyokauka mazao yale, ikabidi yule mzee mwalimu Mesomathi amkatie baba eka 25. Alivyomkatia baba eka 25, baba kumbe wale wanatoka usiku kwa usiku wanaenda kuvuna. Mwisho wa siku baraza la Mtanana wakasema tunyanyue baraza lifike kule shambani likazuru lile eneo. Tukafika shambani. Kufika shambani mazao yameshavunwa, wameshachukua mazao baba, hakuna kinachoendelea. Tukarudi nyumbani, baba akasema wanangu, kwa kuwa hajatukata miguu tutaendelea tu kulima, nyie mwacheni. Tukakaa kimya, hatujakaa sawa baba, tukashtakiwa kwenye baraza la migogoro Kongwa. Tulivyoshtakiwa kwenye baraza la migogoro kwamba tumeingia kwenye shamba la mtu tumeenda kuvuna, wakati shamba lile ndo la kwetu wenyewe. Basi tukafuatilia kesi, kaenda mahakamani. Ikaja mahakamani hapa, mahakama mwanzo Kibaigwa. Ilipofika mahakamani hapo Kibaigwa, hakimu akaanza kusema kwamba nyie fuatilieni, haki ni ya kwenu. Mwisho wa siku baba yule mtu hakimu yeye akapewa haki, sisi tukaonekana hatuna haki. Sasa kwa sababu hiyo sisi tukaamua tukatengua ile kesi, tukaianza na moja. Tulivyoanza na moja baba, tukafuatilia mpaka tulivyokuja kupewa hukumu. Hukumu ilitoka lini? Ilitoka mwaka jana. Mwaka jana? Ndiyo baba, mwezi wa 7. Aya, mmeshafanya taratibu za kisheria kwa sababu ya mambo ya kisheria yanahitaji ya tulishafanya baba. Hebu mwanasheria wetu wa hapa yuko wapi? Mwanasheria wetu wa wilaya ama wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mzee Pesambili watoto wake walikuja kwa sababu wiki hizi mbili tupo katika Mama Samia Legal Aid Campaign. Kwa hiyo tumesha refile, tunaendelea kuwasaidia. Mnalifaili changamoto yao walichokuwa na kidai Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba walishapewa court broker kwa ajili ya kuweza kwenda kuwakabidhi lile eneo, lakini wamekosa pesa ya kulipa. Kwa hiyo tumelipokea kwenye ile kampeni na tunalifanyia kazi. Shilingi ngapi ya court broker? Sikumbuki figa. Shilingi ngapi mama? Ni shilingi milioni 2. Shilingi milioni 2 mheshimiwa. Mheshimiwa, wamekosa shilingi milioni 2 kwa ajili ya kulipia ili waweze kwenda kabidhiwa eneo lao. Ili waweze
kukabidhiwa eneo lao na dalali wa mahakama. Inaonekana mazingira yao yana kidogo changamoto, ni magumu kwa mzee kupata eneo lake. Kwa hiyo sisi tumeipokea hii changamoto yao ni jana na tayari haya, nitawapatia hiyo milioni 2, muwapatie hilo shamba lao.